Kuchelewa kula hakusababishi vidonda vya tumbo wala acid reflux. Yaani ukaa muda mrefu kwa siku bila kula hakusababishi vidonda vya tumbo wala acid reflux. Najua huu ni ushauri ambao ni maarufu zaidi na huenda wengi imewasababisha wamekuwa wameingia kwenye matatizo ya kutoweza kupona shida za vidonda vya tumbo au acid reflux kwa sababu ya ushauri ambao mara nyingi unashauriwa ule milo midogo midogo labda 5 mpaka 6 kwa siku, ambao hiyo nitakueleza kwa nini ina changamoto. Vidonda vya tumbo au acid reflux inasababishwa na mfumo wa chakula kutokuweza kufanya kazi yake vizuri, kwa maana ya kushindwa kumeng'enya vyakula vizuri au kuathiri zile kuta za tumbo kiasi kwamba inasababisha michubuko au vidonda vya tumbo kwenye zile kuta. Sasa kutokula kwa muda mrefu katika enzi zote za maisha ya binadamu zimeonekana kuwa na faida zaidi, kwa maana hizi intervals za kufunga zimeonekana kuwa na faida zaidi kuliko hasara. Lakini kitu ambacho huwa kinakuja kinasababisha matatizo ni ile unakula nini, hasa ile mlo wa kwanza baada ya kuwa umekaa muda mrefu bila kula. Nadhani utakuwa ni shahidi, unaona kwenye hii mifungo ya kidini kuna kanuni fulani hivi za ku breakfast. Ukishakaa muda mrefu hujala, unaanzaje kula? Hiyo inamata sana 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 sana. Yaani hata ile tu ya asubuhi unaposema breakfast, kile chakula cha kwanza unachokula, umekula saa 12, umekula saa 2, umekula saa ngapi usiku hadi kesho labda saa 3, saa 4. Kile chakula cha kwanza ambacho unaanza kula. Sasa unaanza asubuhi unakula maandazi, unaamka unakula chai, unakula chapati. Hiyo ndio chakula cha kwanza. Hiyo inakuwa sio idea nzuri. Hivyo vitu, kile chakula cha kwanza ambacho unakula baada ya kuwa umekaa muda mrefu bila kula, hilo ndio tatizo. Umekaa muda mrefu toka asubuhi mpaka jioni haujala. Unakuja unaanza unakula ubwabwa. Unakuja unaanza chakula chako ni ugali, tena ugali wa kutosha. Hiyo kitu inaharibu mfumo wa chakula, inadhoofisha mfumo wa chakula, inaharibu ule ulinzi uteute, kwa hiyo inasababisha unaweza kupata vidonda vya tumbo au acid reflux kirahisi kabisa. Na wala sio kwa sababu haujakaa muda mrefu bila kula. Actually, kukaa muda fulani bila kula, kwa maana ya kufunga au kuwa na interval ndefu za bila kula, ni beneficial zaidi, kwa maana ya kwamba zinakusaidia kuongeza kinga ya mwili, zinakusaidia kurekebisha mfumo wa chakula, na hata kama unaumwa inakupatia muda wa kutosha mwili ili tumbo lipumzike, basi tumbo lipumzike liweze kujitibu. Sasa muda wote kwachu muda wote tumbo liko busy, linajitibu saa ngapi? Ushauri huu unaonekana kama una mashiko fulani, especially kwa mtu ambaye unashauriwa tu upunguze ile ukubwa wa chakula, lakini uongeze idadi ya milo, kwa sababu hauelekezwi vyakula best ambavyo vitakusaidia kukaa muda mrefu bila kula. Kwa sababu ukiwa na vidonda vya tumbo, ukiwa na acid reflux, zile njaa zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo kama utakuwa unaelekezwa ule chochote unachotaka kula, lakini uongeze ule kidogo kidogo, of course inaweza ikawa ni idea nzuri, kwa sababu kama ukila vibaya alafu ukala chakula kingi kitakusumbua sana. Kwa mfano mtu unashauriwa ule nyama labda, ule mayai si nini, upunguze hizo wanga, sawa, lakini angalia hizo protini za wanyama. Tunajua asili kazi yake kubwa ni kumeng'enya hizi protini. Sasa wewe unatumia labda pantoprazole, unatumia omeprazole, maana yake zile asidi unazidi kuzipunguza, alafu unatumia nyama ndio chakula chako. Maana yake ni nini? Asidi ya kumeng'enya hiyo nyama haipo. Kwa hiyo lazima hicho chakula kinaenda kinakaa kule, kinatengeneza tena matatizo mengine, magesi, manini, ugonjwa unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo ushauri mzuri ni kwamba punguza idadi ya milo kwa kadri ambavyo inawezekana. Limit kwenye milo 3 mpaka 2 kwa siku. Lakini jitahidi quality ya hiki chakula kiwe kizuri. Quality kwa maana ya kwamba vyakula vingi hivi ambavyo unakula viwe vimetokana na mimea katika wasili wake. Viwe vyakula vya mimea. Hivi vinasaidia, vinakuwa na nyuzi lishe za kutosha. Vinakusaidia ule nyuzi lishe inatenda kama uteute fulani kwenye kuta za tumbo. Unapona haraka zaidi, lakini pia vinakaa muda mrefu tumboni. Kwa maana kwamba unakuwa hausikii zile njaa. Kwa hiyo unaweza ukakaa muda bila kusikia njaa. Na hivyo unakuwa unalipatia tumbo lako muda wa kupumzika ili lijitibu. Fanya tu hivyo, yani jaribu kwa muda fulani uone tofauti ya hivyo ulivyokuwa unafanya kula midogo midogo au kula kiasi kwa interval kubwa, lakini chakula kizuri ambacho kimetokana na mimea, chakula hai. Utaona tofauti yake na utaona matokeo kwa haraka zaidi. Na kama unataka mwongozo wa hizi programs za kutibu acid reflux na vidonda vya tumbo, tupo kwa ajili yako kukusaidia. Tuna program special sana kwa ajili ya mtu mwenye changamoto kama ya kwako. Unaweza kuwasiliana na sisi kwa namba hizo. Mungu akubariki sana. Kama ni mgeni hapa, tafadhali hakikisha kwamba umetufollow. Take care na Mungu akubariki sana.